Daktari Blandina ateuliwa naibu katibu mtendaji mipango. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Daktari Blandina Kalama wa naibu katibu mtendaji tume ya mipango anayeshughulikia biashara ubunifu, akichukua nafasi ya Daktari Lola Madete ambaye uteuzi wake umetenguliwa na atapangiwa majukumu mengi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pia amemteua Balozi George Kahema Madafa kuwa mwenyekiti wa bodi kampuni ya Puma Energy Tanzania, akichukua nafasi ya Daktari Majiga Budeba ambaye amemaliza muda wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Jacobo Jairi Kabona kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB kwa kipindi cha pili. Uapisho wa naibu katibu mtendaji utafanyika tarehe itapopangwa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Daktari Blandina Kalama wa naibu katibu mtendaji tume ya mipango anayeshughulikia biashara na ubunifu, akichukua nafasi ya Daktari Lola Madete ambaye uteuzi wake umetenguliwa na atapangiwa majukumu mengi. Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu yaahirishwa hadi Juni 2. Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imesema kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu itaendelea kusikilizwa kwa njia ya kawaida na sio kwa njia ya mtandao, huku wanaohudhuria kesi hiyo wakitakiwa kuacha miemko ya kelele. Hatua hiyo inatokana na uamuzi wa Hakimu Mkazi Mfawidhi Franco Kiswaga baada ya jopo la mawakili wa Tundu Lissu kuwasilisha maombi madogo, ikiwemo la kesi kuendelea kwa njia ya kawaida na Lissu akae mwenyewe kizimbani badala ya kulindwa na askari magereza. Hakimu Kiswaga amesema tarehe ijayo mahakama ifanye uchaguzi juu ya usalama wa eneo hilo ili kuwa na uhakika na usalama wa mtuhumiwa, na kama hakuna tishio lolote la kiusalama basi Tundu Lissu aache mwenyewe akiwa kizimbani. Pia ameutaka upande wa jamhuri kukamilisha upelelezi kwa haraka. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 2 mwaka 2025, ambapo awali wakili wa serikali Nasolo Katuga alisema wapo hatua ya mwisho kukamilisha upelelezi. Hata hivyo, kesi ya pili ya kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu itaendelea muda huu mbele ya hakimu mwingine. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imesema kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu itaendelea kusikilizwa kwa njia ya kawaida na sio kwa njia ya mtandao, huku wanaohudhuria kesi hiyo wakitakiwa kuacha miemko ya kelele. Peter Serukamba atoa kauli na gombea ubunge. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ametangaza rasmi dhamira yake ya kugombea ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, akisema sasa ni muda mwafaka wa kutumikia wananchi kwa ukaribu zaidi kupitia nafasi ya uwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ingawa bado hajaweka wazi anaenda kugombea jimbo lipi. Peter Serukamba amesema hayo wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa kilicholenga kupitia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama hicho kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Peter Serukamba ameendelea kusema kuwa mimi leo nadiriki kusema nadhani hii ni halmashauri yangu ya mkoa ya mwisho. Mimi nimekata shauri, nimemwonea wivu kaka yangu Lukuvi kukaa bungeni kwa muda mrefu, na mimi nataka niende huko na nina uhakika nitashinda huko. Nitaenda na nashukuru sana wale wote mnaokwenda kugombania nafasi ya ubunge na watakia kila la heri. Ni taarifa kutoka mkoani Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Peter Serukamba ametangaza rasmi dhamira yake ya kugombea ubunge katika uchaguzi wa mwaka 2025, akisema sasa ni muda mwafaka kwa watumikia wananchi kwa karibu zaidi kupitia nafasi ya uwakilishi wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ingawa bado hajaweka wazi anakwenda kugombea jimbo lipi. Tundu Lissu arejeshwa Ukonga gerezani. Upande wa serikali umeiambia mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu kwamba inatarajia kuwa na mashahidi 15 na vielelezo 9 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo hayo yameelezwa mbele ya Hakimu Mkazi Mwandamizi Geoffrey Muhini
na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Nasolo Katuga baada kusomewa Lissu maelezo ya awali, yani PH. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Juni 2 mwaka 2025 kwa ajili ya kuanza kusikilizwa kwa mashahidi wa upande wa serikali, huku mawakili wa Tundu Antipas Lissu wakisema wao hawatataja kwa sasa idadi ya mashahidi walionao. Ikumbukwe hapo awali Tundu Antipas Lissu alisomewa PH alikana kwamba Aprili 3 mwaka 2025 akuitisha mkutano makao makuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa watiania. Pia sio kweli kwamba vile alikuwa vyombo vya habari kwa ajili ya kuhabarisha umma katika mkutano huo. Katika maelezo hayo Tundu Antipas Lissu alikubali taarifa zake ikiwemo majina, pia yeye ni mkazi wa Tegeta na kwamba ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Pia alikubali kwamba ameshitakiwa mahakamani hapo kwa makosa matatu ya kuchapisha taarifa za uongo. Mbali na hayo, mwenyekiti Tundu Antipas Lissu amekana kuchapisha taarifa za uongo kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 wagombea wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia amesema sio kweli kwamba majaji ikiwa ni Chama cha Mapinduzi CCM hawawezi kutenda haki na kwamba wanataka kuteuliwa kuwa majaji wa mahakama ya rufani, huku akidaiwa maneno hayo alichapisha katika mtandao wa YouTube. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye upande wa serikali umeiambia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwamba inatarajia kuwa na mashahidi 15 na vielelezo 9 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo haya yameelezwa mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muhini na jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Nasolo Katuga baada kumsomea Tundu Antipas Lissu maelezo ya awali, yani PH. Mbunge Anje atoa kauli nitahamia CCM. Mbunge wa viti maalum anayewakilisha vijana mkoa wa Singida Nusrat Anje amesema muda wote kuanzia sasa anahamia Chama cha Mapinduzi CCM ili kuunga mkono juhudi na kazi inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mbunge Anje ambaye ni miongoni mwa wabunge 19 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema amesema hayo wakati akiongea na wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa stendi ya zamani Ikungi mjini. Mbunge Anje ameendelea kusema kuwa namaliza miaka yangu ya kundi la vijana, lakini ni kama nimeiva hivi, na kama kuna kazi nyingine nataka kupewa. Hivi sasa ninashika ubunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini miaka 5 inayokuja kwenye nafasi hii nimepikika. Nimetafakari, nimejifikiria, nimeamua kuwa mkweli wa nafsi yangu. Natoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na ninakwenda Chama cha Mapinduzi CCM. Mbunge Anje ameendelea kusema kuwa nimeangalia mambo ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya mkoani Singida na Tanzania kwa ujumla. Yule mama anapambana kinoma noma. Mama anapiga kazi back to back, ya lali anapiga kazi sana. Sasa kwa nini niendelee kubaki upande ambao hauna baraka? Nimeamua mwenyewe bila kulazimishwa na yoyote kwamba muda wote kuanzia sasa hadi Julai nitajiunga na Chama cha Mapinduzi CCM. Nimeamua kuchagua fungu lililo bora. Nitaunga jitihada za kazi anazozifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni taarifa kutoka huko Singida. Mbunge wa viti maalum anayewakilisha vijana mkoa wa Singida Nusrat Anje amesema muda wote kuanzia sasa atahamia Chama cha Mapinduzi CCM ili kuunga mkono juhudi na kazi inayofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hatimaye Profesa Nagu ateuliwa naibu katibu naibu katibu mkuu TAMISEMI. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Tumaini Nagu wa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua pia Meja Jenerali mstaafu John Julius Mbungo wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kampuni ya Meli Tanzania Tashiko
kwa kipindi cha pili na Musa Hamza Mendia kuwa mwenyekiti wa bodi ya shirika utawala wa meli Tanzania TASAC kwa kipindi cha pili mfululizo. Uapisho wa katibu naibu mkuu utafanyika tarehe itakayopangwa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Profesa Tumaini Nagu wa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya afya. Tundu Lissu afikishwa mahakamani Kisutu. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kesi mbili za jinai zinazomkabili, ikiwemo ya uhaini pamoja na shitaka la kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii. Hatua ya Tundu Lissu kufikishwa mahakamani hapo inatokana na uamuzi wa mahakama hiyo kukubaliana na mapingamizi ya mawakili wa utetezi kwamba mteja wao afikishwe mahakamani na kesi isiendeshwe kwa njia ya mtandao. Kesi ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube ilitajwa kwa ajili ya serikali kusoma hoja ya awali yani PH. Kesi hiyo iweze kuendesha na usikilizaji wa mashahidi, huku kesi ya uhaini inatarajiwa kuitishwa kwa ajili ya kutajwa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kesi mbili za jinai zinazomkabili, ikiwemo ya uhaini pamoja na shitaka la kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii.